Kwa jina ninaitwa Zaina Liandala, ni mkazi wa hapa katika kituo hicho. Kituo hicho kukamilika tutanufaika mambo mengi sana, kwa sababu mwanzo tulikuwa tuna shida. Kwa mfano barabara zetu hizi ni mbovu, tunakuwa tunaenda tunapata shida, muda mwingine wajawazito wanapata tabu ya operation hamna, lakini hapa tunafurahi kwa sababu kumtatuwekea operation, na pia hospitali yetu tunaiona ni nzuri. Kwa kweli tunashukuru Mungu kwa hilo. Serikali yetu tunaishukuru kwa hilo. Unakuta usafiri labda 200,000 usiku umetokea hivyo mnaambiwa 200,000, au kama vipi una hela utafute gari la abiria, mjamzito upande gari la abiria uende, na hiyo ni changamoto kubwa sana. Unakuta mtu anajifungulia katika gari la abiria, sio vizuri kabisa. Stella Mdindikasi. Kwa mama wajawazito kufia njiani ikiwa barabara ni mbovu. Kwa hiyo mkitusaidia ikiwa na operation kila kitu itakuwa vizuri. Tutakuta tunakuwa hela hamna mpaka tukodi gari Kasanga wapi, lakini ikiwa hapa ni vizuri. Naitwa Dr. Fred Kijakolacha, ni mganga mkuu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hadi sasa jumla ya fedha zilizotumika ni shilingi milioni 550, 265,123 na senti 32 kwa ajili ya ujenzi kama ilivyoainishwa hapo juu. Kiasi salio ni shilingi milioni 19,734,876. Kukamilika kwa mradi huu kutasaidia wananchi 17,374 wa kata ya Makungu ambao awali walikuwa wanafuata huduma za upasuaji wa dharura kwa mama wajawazito pamoja na huduma za kuhifadhi miili ya marehemu kilomita 30 kutoka hapa, ambapo kuna kituo cha Kasanga pamoja na hospitali ya wilaya ya Mufindi. Changamoto katika mradi huu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ilikuwa ni kuongezeka kwa gharama za ujenzi kutokana na jiografia ya eneo, lakini pia umbali wa upatikanaji wa vifaa vya ujenzi. Mkakati, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa kutambua umuhimu wa kutoa huduma kwenye kituo hiki baada ya kupewa zile milioni 500 za kujenga majengo matano, halmashauri iliweza kuongeza shilingi milioni 70, lakini milioni hizi 70 ziliongezwa mahususi kwa ajili ya ujenzi wa kichomea taka, kujenga mnara wa maji, kuingiza umeme katika majengo yote na miundombinu ya maji ya nje, ili tuweze kuanza kutoa huduma katika jengo hili. Kwa siku ya leo tumetembelea miradi ambayo ina thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 15. Na Mungu akitubariki, kesho tutaendelea kukagua miradi mingine. Leo tumejikita kwenye miradi ya afya pamoja na miradi ya elimu. Katika upande wa miradi ya afya hapa Makungu tumekuja kutembelea kituo hiki ambacho ni kituo cha kipekee kwa sababu kimekuja kutatua changamoto ya muda mrefu sana. Wananchi wa hapa Makungu walikuwa wanafuata huduma za afya mbali zaidi ya kilomita 30 kutoka hapa tulipo. Lakini kwa uwepo wa kituo hiki, maana yake sasa watakuwa na huduma za uhakika. Na hasa changamoto ya uhifadhi wa mwili, ambapo ilikuwa mtu akifariki hapa uhifadhi wa mwili ulikuwa ni changamoto kweli kweli. Lakini serikali ikaona ifanye maamuzi ya kuhakikisha tunajenga kituo ambacho kina huduma zote za msingi ambazo zitasababisha wananchi wa eneo hili wanabaki maeneo haya na wanapata huduma zote. Kwa jambo hili ni katika lengo la kuleta relief kwa wananchi wetu. Lakini jambo la pili ni namna ambavyo mradi unakwenda. Matarajio yangu ni kuona kasi ya utekelezaji wa mradi inaongezeka zaidi, ili mwisho wa siku mradi huu ukamilike na uweze kutoa huduma ambayo wananchi wanaisubiri. Yako maelekezo kadhaa ambayo ningetamani kuyatoa nikiwa hapa. Eneo la kwanza ambalo natamani kutolea maelekezo ni kwamba ni lazima tuendelee kuimarisha ufuatiliaji na usimamizi wa miradi. Ufuatiliaji kwa maana ya kujua kila hatua tuliyoipanga imefikia level gani, nani anafanya nini, tumefanikiwa kwa kiwango gani na tuna changamoto gani. Lakini kwenye usimamizi ni ile taarifa inayotokana na ufuatiliaji iweke mkakati wa kusimamia changamoto tulizozibaini na namna ambavyo tunatakiwa kuzikamilisha.